Kila mwaka dunia husimama, kazi husitishwa, familia hukutana, zawadi hutolewa. Lakini je, umewahi kujiuliza Christmas ilianza lini? Na kwa nini ni tarehe 25 Desemba? Na je, kweli ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Au kuna historia nyingine iliyofichwa? Kinyume na imani ya wengi leo, Biblia haitaji tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa kweli, Wakristo wa mwanzo hawakusherekea Christmas hata kidogo. Katika karne ya kwanza hadi ya tatu, Ukristo ulikuwa dini iliyodhulumiwa. Hakukuwa na makanisa makubwa, hakukuwa na sikukuu za kitaifa, na hakukuwa na sherehe za Desemba 25. Msisitizo wa Wakristo wa mwanzo haukuwa kuzaliwa kwa Yesu, bali kifo chake na ufufuko wake. Easter si Christmas, bali ni Pasaka. Ndio ilikuwa sikukuu kuu. Karne ya 4 baada ya Kristo, mambo yalibadilika. Ukristo ukatambuliwa rasmi katika dola za Kirumi, kanisa likapata nguvu, na kalenda ya Kikristo ikaanza kuundwa. Ni katika kipindi hiki ambako kanisa hasa la Roma lilichagua tarehe 25 Disemba kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini uamuzi huu haukuwa wa kihistoria, bali ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati. Kabla ya Christmas, Desemba 25 ilikuwa tayari siku muhimu. Warumi walikuwa na sikukuu zao. Saturnalia, sikukuu ya furaha, chakula na zawadi. Sol Invictus, huadhimisha jua lisiloshindwa. Badala ya kupiga vita sikukuu hizi, kanisa lilifanya kitu tofauti. Lilibadilisha maana yake. Badala ya jua la angani, Yesu akatangazwa kuwa nuru ya dunia. Katika hatua hii ya mwanzo, Christmas haikuwa likizo ya kazi, haikuwa mapumziko ya wafanyakazi, bali ilikuwa ni siku ya ibada. Jamii zilikuwa za kilimo, mapumziko yalitokana na msimu au amri ya kanisa, na sio haki ya wafanyakazi. Christmas ilikuwa ya roho, sio ya ratiba za kazi. Kwa hiyo Christmas ilianza vipi? Haikuanza kama siku ya mapumziko, haikuanza kama sherehe ya zawadi, haikuanza kama likizo ya wafanyakazi, bali ilianza kama mkakati wa kidini katika dunia ya siasa, tamaduni na mabadiliko ya imani. Na maana yake ilibadilika kadri historia ilivyobadilika. Je, wewe unaonaje historia hii ya Christmas? Tuandikie maoni yako, subscribe kwa dokumentari zaidi ya historia iliyofichwa. Mimi ni Lazarus TZ.